بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Tulisoma jana babu ash-shafa'a, mlango wa ash-shafa'a, na sababu ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kuweka mlango wa shafa'a kwenye kitabu Tauhid. Anakusudia kwamba hata hii shafa'a ambayo mmoja aweza kumnufaisha mwingine bado inarudi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka Mwenyezi Mungu apeane idhn, naam, na pia afanye nini? Amridhie yule mwenye kupeana na mwenye kupewa ash-shafa'a. Fayote haya bado inarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal katika darsa ya jana aliweka hadith ambayo inaonyesha hali ya siku ya kiyama juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, naam, ambaye akona shafa'a yake khas ya kuombea waumini wote. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamwambia, ama kupitia malaika anaambiwa, wasal tu'ta washfa tushaffa. Ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuonyesha kwamba shafa'a inatoka kwake yeye. Fa bado anaendelea Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ndugu zangu katika iman, mlango wa tauhid. So because milango yote aliyoweka kwenye hii kitabu anazunguka kwenye tauhid, kwenye haki za Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na yapaswa mwanafunzi kila akisoma mlango katika kitabu tauhid ajue hii mlango inarudi vipi katika tauhid. Kwa mfano, innaka la tahdi, mlango wa leo, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Talib ilm anafaa kwa haraka afikirie hii inahusiana vipi na tauhid. Hapa ni masail ya watu kulinganiana na watu kuitana katika khairi, vipi inaingia kwenye tauhid. Kwa mwanafunzi ambaye anajihusisha na ilmu anafaa kwa haraka elewe hii imewekwa kwenye mlango wa tauhid kwa sababu 1, 2, 3. Tamam? Kwa sababu aya kama hii inaweza pata kwenye milango mingine, milango ya watu kuitana katika dini, katika da'wa wa ghairiha. Lakini kwa nini imewekwa hapa? Hii inarudi kwa mwanafunzi anayesoma, anaposomeshwa ashike kwenye fahamu yake na akili yake kwamba hii imewekwa hapa kwa sababu ya hizi zilizotajwa. Tamam? Tayeb. Kwa hivyo whatever tutasoma hapa leo tutaconnect na nini? Na tauhid, katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo hatupasi kumpatia mtu mwingine. Tamam? Tayeb. Naam, qaulullah ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. عبد الله بن أبو أمية، نعم، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. آية aliyoweka Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika suratul Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Aya hii iliteremka katika kisa ya Abu Talib ambaye ni
ammi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na aya hii kuna kisa ambayo ndani yake kuna ibra nyingi sana, ibra nyingi ya tauhid na kando na at-tauhid. Tayeb, innaka ya Muhammad, hakika yako wewe Muhammad, la tahdi, huwezi kumuongoza man ahbabta, unaye mpenda wewe. Tayeb, walakin Allah, angalia tauhid. Sasa hapa hidayah inarudi kwa nani? Uongofu inarudi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin Allah, ay katika mlango wa hidayah kuongoza mtu, walakin Allah yahdi man yasha, lakini mwenye kuongoza ni nani? Naam, ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa yeyote anayemtaka. Tayeb, tumesema tutafungamanisha kila step katika hii kitabu na tauhid. Tamam? Kwenye hii kipande ndogo ya aya, tauhid inarudi wapi? Tauhid kwenye hii aya inarudi wapi? Katika haki za Allah ni ipi hapa? Ni ipi? Haki ya nani? Ya kuongoza ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye kuongoza watu njia ni nani? Ni Allah. Al-hidayah kuna sampuli mbili. Kuna hidayatu at-tawfiq, hidayatu at-tawfiq wa hidayatu dalala wa irshad, wa hidayatu ad-dalala wal irshad. Hidayatu at-tawfiq ndio hii uongofu wa ambayo ndani yake kuna tawfiq ambayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kwamba Mwenyezi Mungu, hadha tawfiq yamaanisha kwamba Allah ndiye mwenye kuwafikia mtu katika uongofu, ndiye mwenye uwezo wa kufungua moyo wa mtu na kukubali haki, lakini si nani? Lakini si binadamu. Tamam, hii inaitwa hidayatu at-tawfiq. Hidayatu ad-dalala wal irshad ni ipi? Ni hidayah, yani kumuongoza mtu, tamam, kwa kumuongoza kupitia dalili. Naam, kwa kumuongoza kupitia dalili, kwa kumbainishia haki, kumsomea aya, kumletea mifano. Hii ni dalala, sio unamuongoza nayo mtu. Wa irshad, na kumuongoza njia, unanukuu aya, hadith, malengo yako nini? Dalala wa irshad. Hii ni hidayah pia, unamuongoza nayo mtu. Lakini hii peke yake inaweza saidia? Ikiwa hakuna hidayatu tawfiq haisaidii. Fa hidayatu dalala wal irshad yarudi kwa nani? Yarudi kwa Allah, ambayo ni hidayatu at-tawfiq. Tayeb, katika kisa hapa ya Abu Talib tutaona zote mbili, hidayatu dalala wa irshad na hidayatu at-tawfiq. Lakini kwenye hii aya, walakin Allah yahdi man yasha, hii ni hidayah gani? hidayatu at-tawfiq. Hidayatu at-tawfiq kwenye mikono ya nani? Mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye peke yake ndiye anaweza kumwafikia mtu kukubali haki. Sisi kazi yetu nini? Ad-dalala wa irshad. Ndio maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kubainisha hii hidayatu ad-dalala wal irshad, ماذا قال الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد؟ وإنك يا محمد لتهدي. kwenye aya nyingine, وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. hii ni hidayatu tawfiq kwa mtume? La, hii ni hidayatu dalala, kwamba wewe wafikisha da'wa, wasomea watu ayat, wawaonya juu ya moto. hii ni dalalatu naam, hidayatu dalala wa irshad. Mwenyezi Mungu anabainisha, naam ant ya Muhammad, wa innaka latahdi, hakika yako wewe unaongoza ila siratin mustaqim. Lakini hidayatu tawfiq la, hidayatu ad-dalala, kwamba unafikishia watu
dalili baada dalili, bayan baada bayan, lakini hiyo haitoshi mpaka ipatikane ya pili, hidayatu at-tawfiq. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hii aya alikuwa anafanya hidayatu dalala wa irshad kwa nani? Kwa ammi yake, lakini Mwenyezi Mungu anamuonyesha kwamba naam, hidayatu at-tawfiq ndio inahitajika hapa, na hii haitoki isipokuwa kwangu mimi. Tamam? Tayeb. Fa ya Muhammad, kama kumwambia ya Muhammad, la tahdi man ahbabt, bidalala bi hidayati dalalati wal irshad. تمام. طيب في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. في الصحيح أي في صحيح البخاري ومسلم عن أبي مسيب عن أبيه أسمى كتوكا عن ابن المسيب عن أبيه kutoka kwa Ibn al-Musayyab, anasimulia akinukuu kutoka kwa babake ambaye anaitwa al-Musayyab ibn Hazn binun ibn Hazn. Tamam. Huyo Ibn al-Musayyab anaeleza kuhusu babake. Tamam. Katika ahlul ilmi wanasema kuna uwezekano mkubwa kwamba Musayyab ibn Hazn alikuwa kwenye hichi kikao, kwenye hii kisa ambayo ilifanyika, yeye alikuwa hapo. Tamam. Sasa mtoto wake ndio yaeleza kisa. Tayeb. Qala lamma hadarat Aba Talib alwafatu, alipofikiwa Abu Talib ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam na kifo, akiwa yani katika sakaratul maut, jaahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akamjia Mtume sallallahu alayhi wasallam mahali yuko ammi yake katika hali ya sakaratul maut. Huyo ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alichukua majukumu ya kumlea na kumwangalia Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya babake kufa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa bado kwenye tumbo la mamake, kisha mamake naam akakaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumzaa Amina bint Wahb, sio? Akakaa naye miaka mingapi? Miaka 6. Mamake akafa. Mtume ni yatima, Allahu akbar, hana baba. Kumwona babake, mamake akaanza kumlea, akafika miaka 6 tena. Akiwa miaka 6 tena hana nini? Hana baba wala hana mama. Allahu akbar. Alafu nani akachukua babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, man Abdul Muttalib, akamchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam akamlea, na yeye akafanya nini? Akafariki. Kisha akamchukua man ammi yake Abu Talib. Si sehemu katika hii mlango, lakini hii inaonyesha shakhsia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, shakhsia
aliyompatia mtume Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani katika umri mdogo mtu amepoteza mamake, amepoteza babake, amepoteza babu yake. Naam, kijana mdogo. Sasa analelewa na nani? Na ammi yake. Allahu akbar. Sisi alhamdulillah wazazi wetu wako hai. Sawa. Naam. Tufaa turegeshe shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tuwapatie haki zao wazazi wetu. Kiumbe bora mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupata fursa ya ujana wake kushuhudia na kuwaona wazazi wake. Sisi tuko na hiyo neema. Kaif tusitumie neema kama hii? Naam. Fa Abu Talib alipokufa ama alipokuwa katika hali ya sakaratul maut, alikuja mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huyu ammi yake. Yeye ndio mlezi wake, yeye ndio kila kitu chake. Bal ukija kuangalia katika sira huyu Abu Talib, katika watu waliosimama na mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yake na kwenye kumnusuru na kuzuia mtume asiathiriwe na chochote, ni huyu Abu Talib. Alimlea, akamwangalia, akamsaidia, kila kitu ilikuwa ni ammi yake. Sasa huyu ammi ambaye ni kipenzi chake yuaga dunia, anajaribu kufanya nini? Kumuongoza katika njia. Dalalatu, naam, hidayatu ad-dalalati wal irshad. Na si kwamba ni mara hii ya kwanza ndio yomwambia haya maneno ya kumuongoza, la, alikuwa daima akifanya nini? Akimpatia, naam, da'wa, akimpatia da'wa. Bal kuna ninio nimetuma kwa group, kuna maneno ya bait ya shair nimetuma kwa group, na atatusomea maneno mazuri sana ambayo Abu Talib, naam, anayasema akionyesha uongofu wa mtume aliyokuja nayo, naam, na haki aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, na atatusomea. Naam. Wallahi. Naam. Wallahi lan yasillu layka bijam'ihim. Naam. حتى أوسد في التراب دفينا. نعم. فاصدع فاصدع بأمرك ما عليك وضاض. نعم. وأبشر. نعم. وأبشر بذاك وقرب العيون. ودعوتني وزعمت أنك ناصر، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد علمت بأن من خير أديان البرية دينا. من خير أديان البرية دينا. أديان البرية دينا. نعم. لولا الملامة أو حذار سبة. نعم، سبة. لوجدتني سمحا بذلك مبينا. بذاك مبينا. ما شاء الله، ما شاء الله. haya ni maneno ya Abu Talib. Abu Talib hakusilimu, lakini haya maneno yanayozungumza
ni mtu ambaye labda amesilimu, naam, mwanzo haya maneno, lakini mwisho anabainisha hakufuata ile aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib alifikishiwa da'wa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na da'wa ilifika na alielewa haki iko wapi, alielewa haki iko wapi. Madha qala wallahi lan yasilu ilayka bijam'ihim, anamwapia Mtume sallallahu alaihi wasallam lan yasilu, hawezi hawa wote wanakupangia mambo katika kukudhuru, kuzuia hii da'wa yako. Anasema haya maneno nani? Abu Talib. Lan yasilu, lan yatamakkanu, hawezi kumakinika abadan bijam'ihim, kwa wingi wao namna walivyo, hawezi kukudhuru. Thumma madha qal hatta uwassada fi turabi dafina, ay hatta udfana fi al-ard, mpaka ile siku nitakapozikwa katika hii ardhi kwenye kaburi yangu, basi hawezi kufanya nini? Hawezi kukufikia, hawezi kukudhuru. Bimaana nitakukinga mimi namna ninavyoweza madamu niko hai. Abu Talib akiwa katika hali ya kufur anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawezi kukudhuru, yani yamnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na haki alionayo, lakini hakufuata hiyo haki. Wallahi lan yasilu ilayka bijam'ihim hatta uwassada fi at-turabi dafina. Kisha anamwambia fasda' bi amrik, fasda' bi amrik, ay a'lin ya Muhammad, tangaza jambo lako hili la da'wa ya kuita watu katika njia ya tauhid. Fasda' bi amrika ma alayka ghadadatun, tangaza haki yako na hakuna chochote kitakachokufikia. Naam, ma alayka ghadaba, hakuna dhul, hakuna madhara yote atakayokufikia. Fasda' a'lin ud'u an-nas, waita watu katika njia ya sawa. Wa abshir, na kubashiria bidhaka, juu ya hilo ambalo unaloitia watu. Wa qarra minhu uyuna, naam, ni yenye kupumbaza watu roho zao. Yani hii da'wa unayoifanya, bashiria kwamba kwa hili unalolifanya na kubashiria ya Muhammad kwamba ni jambo zuri, ni jambo la kupumbaza roho ya mtu. Subhanallah. Wallahi lan yasilu ilayka bijam'ihim hatta uwassada fi at-turabi dafina fasda' bi amrika ma alayka ghadadatun wa abshir bidhaka wa qarra minhu uyuna. Kisha anasema, angalia, wada'awtani. Allahu akbar. Alhidayah min Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah iko kwenye mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwambia ama anasema huyu Abu Talib, wada'awtani ya Muhammad, hakika umenilingania, waza'amta annaka nasihun, na ukawa unanitajia mara kwa mara kwamba wewe ni mtu nasih, unaninasihi, unanitakia khairi. Walaqad sadaqta. Allahu akbar. Walaqad sadaqta, hakika ya Muhammad umekuwa mkweli. Abu Talib alikuwa anajua haki, anajua ukweli. Walaqad sadaqta, na umesema ukweli ya Muhammad katika kuninasihi, katika da'wa yako ya tauhid ilikuwa ni ukweli. Walaqad kunta thamma amina, na ulikuwa katika hili la kuninasihi na kuita watu katika haki, aminan, ulikuwa ni mwaminifu ya Muhammad. Allahu akbar. Wa aradta dinan qad alimtu bi annahu, na umeniletea dini kwangu mimi qad alimtu bi annahu, dini ambayo mimi mwenyewe naijua, min khairi adyani albariyati dina, ni katika dini bora, naam, katika wanadamu wote, naam, walioumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii dini iliyokuja nayo ndio dini bora ya Muhammad. Kisha anabainisha, anasema laula almalamatu, laula almalamatu, lau si hawa marafiki zangu na watu wangu, lau si hawa almalamatu, watu wenye kunilaumu, naam, ama lau si kuogopea lawama,
au hidhari masabbatin au hidhari hidhari sabbatan, au naweza sema au hidhari masabbatan. Tamam. Lau sikulaumiwa na watu wanilaumu, ama kuogopea watu kunitukana, naam, la wajadtani. Angalia alhidayah min Allah subhanahu wa ta'ala. Lau sikuogopa lawama za watu na mimi kutukanwa na watu, la wajadtani, basi ungeniona mimi Muhammad samhan, ni mwenye kuridhika na dini yako na kufuata, bidhaka, hiyo dini iliyokuja nayo, kisha mubinan, baada ya kufuata mimi nifanya nini? Mudhiran wa mu'linan, mimi ndiyo nadhihirisha dini yako Muhammad na ita watu katika hiyo dini. Lakini kilichomzuia asema nini? Laula almalamatu au hidhari masabbatin, lau si kwa ajili ya hili, basi ungenipata la wajadtani samhan, naam, samhan bidhaka mubina. Huyu ndo Abu Talib, huyu ndiye Abu Talib. Tamam. طيب. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. Kwa hivyo alipofikiwa sakaratul maut Abu Talib, huyu ni Abu Talib, alafu kuna Abdullah ibn Abi Umayya na nani mwingine? Na Abu Jahl. Abu Jahl. Nani mwingine alikuwa hapo? Man? La, hiyo tumetaja. Abdullah ibn Abi Umayya wa Abu Jahl na nani? Na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nani mwingine? Abu Talib. طيب, Abu Talib, Abdullah ibn Abi Umayya na nani? Abu Jahl na Mtume sallallahu alaihi wasallam na nani? Nani mwingine? Masao. Naam. Musayyab ibn Hazn. Tumetaja mwanzo, umesahau? Musayyab ibn Hazn ako hapa na wao. Tamam. طيب. Hao wote wakiwa pamoja, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia ami yake, ya am, qul la ilaha illa Allah. Ami yangu katika hali ya sakaratul maut, sema, tamka la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Da'wa sio inaendelea, lakini kando yake kuna nani? Abul Hikam. Alikuwa anaitwa Abul Hikam, sio Abul Hikam, bwana ama baba wa hikma. Mtume akambadilisha jina yake akamuita nani? Abu Jahl. Abu Jahl. Jina Abu Jahl aitwa nani? Jina yake Amr ibn man? Naam, Abu Jahl anaitwa Amr ibn Hisham. Jina yake mzuri sana. Mimi napenda sana jina Amr, jina ya Amr. طيب. Alikuwa na Amr, ni Amr ibn Hisham, naam, na Abu Talib. Abu Talib anaitwa nani jina yake? عبد مناف. صح. عبد مناف، اسمه عبد مناف. نعم، عبد مناف bado jina mzuri sana. Naam, wote walikuwa na majina mazuri. Siku hizi watu wakitafuta jina mazuri, mimi babi munasaba wanaingia wapi? Google. Majina mazuri haya hapa. Unaingia Google, mtu tafuta majina siku 2 siku 3, jina kupatia nani mtoto. Naam, uchukue jina Amr, bora siwe kama la hawla. Hasbunallah. نعم. طيب. لما حضرت أبا طالب الوفاة
جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم اي عم قل لا إله إلا الله سما لا إله إلا الله kwani ukisema ila illa Allah sema kalimatan. Hii kalima anakusudia kalima gani? La ilaha illa Allah uhajju laka inda Allah. Uhajju laka ay ashhadu lak, nitakushuhudia nayo hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii kalima ikiwa utasema la ilaha illa Allah. فقال له قال أي نعم مثنى سيو. wakamwambia nani? Abu Talib. Nani anamwambia Abu Talib? Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayya. Angalia wanamwambia nini? Wanamwambia atarghabu an millati Abdul Muttalib, waacha wewe Abu Talib kweli mila ya Abdul Muttalib, au tawacha mila ya Abdul Muttalib? Sual, tawacha mila ya Abdul Muttalib. Na subhanallah, hawa wile wanamwambia Abu Talib haya maneno, mmoja wao alislimu, Abdullah ibn Abi Umayya, yeye amzuia Abu Talib asisilimu, alafu baadaye yeye akafanya nini? Akasilimu. Na Musayyab ibn Hazm na yeye akiwa hapo anashuhudia tukio hilo, yeye pia akafanya nini? Akasilimu. Angalia hidayah min Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa at-tauhid. Al-mu'min katika mlango wake wote wa maisha yake, kila kitu yake anafungamanisha na tauhid. Kwenye da'wa hii unarudisha kwenye tauhid. Kaif? Kwamba uongofu unatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wanamzuia Abu Talib asiseme haya maneno, ama huyu anamzuia yeye akaenda kafanya nini? Akasilimu. Hii ni dalili kubwa kwamba al-hidayah biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Tamam? Fa'ada alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Na hii kalima atarghabu an millati Abdul Muttalib, yani waacha milla yetu, milla ya Abdul Muttalib, milla ya nani? Ya babako, waacha hii milla. Hii sual na hii kalima kama anavyosema Sheikh Abdul Razzaq al-Badr, asema ni katika kalima yenye yani uhatari mkubwa sana ndani. Kalima hii ni kalima hatari sana, na kalima hii imezuia watu wengi wasifuate haki, hata wale ambao ni Waislamu wako kwenye njia ya upotofu, waliozama katika mambo ambayo hakuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakibainishiwa kwamba hii hapa dalili Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivi na wala hafanyi hivi. Naam, mmoja yabainishiwa mwenzake, amwambia utaacha njia aliyokuwa babu yako, babu yako alikuwa anafuata hii njia, utamsikiza huyu kweli? Dalili iko wazi, haki mabainishiwa. Naam, mmoja yomzuia mwenzake, ama wengine wazuia wenzao kwa alfadh na kalima zenye kufanana na hizi. Atarghabu an millati Abdul Muttalib fa'ada alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fakana akhira ma qal, mwisho alichokisema Abdul Muttalib kabla kuondoka kwenye hii dunia, huwa ala millati Abdul Muttalib, kwamba niko katika milla ya Abdul Muttalib. Milla Abdul Muttalib ni ipi? Ya shirku billah. Kwa hivyo akafa katika ashirk. Asema Ibn al-Musayyab wa aba an yaqula la ilaha illa Allah,
akakataa kusema la ilaha illa Allah. Man? Abu Talib. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha ank, nitakuombea msamaha kwa Allah madamu sijakatazwa hilo. Faanzala Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu akateremsha aya inayosema ma kana lin-nabiy walladhina amanu, ma kana lin-nabiy, haikuwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na walioamini pamoja na yeye katika waumini, an yastaghfiru lilmushrikin, wawe ni wenye kuwaombea msamaha almushrikun, watu ambao wamekufa wakiwa bado katika hali ya shirk, watu ambao wamekufa wakiwa ni makafiri wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha asema wa anzala fi Abi Talib, na akateremsha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hali ya Abu Talib kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Mlango huu tumehusisha na at-tauhid, tumeelewa sio upande hiyo? Tayeb, hawa mabwana wawili ambao walimzuia Abu Talib asitamke kalima ya la ilaha illa Allah, hawa ni watu bila shaka walikuwa katika upotofu, kwa katika shirk, sio? Lakini wanamzuia huyu asiingie katika haki. Na subhanallah, wanapeana subra hapa. Ahlul batil wanapeana subra, ni kama anamwambia zuia kidogo, isbir, usikubali. Wanapeana nini? Subra, wanapeana da'wa. Sisi tunajua wenye kupeana subra na kuonyeshana umuhimu wa subra katika njia ya haki ni watu haki. Watu wa haki wanakumbushana mara kwa mara juu muhimu wa subra, kuwa na thabat katika haki, sio? Lakini hakadha ahlul batil, na wao pia wanapeana subra. Wakikaa katika upotofu wao wanafanya nini? Wanapeana subra vile vile, na wanashikana na subra juu ya dhalal walio ndani yake. Madha qala Allah subhanahu wa ta'ala, in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Huyu Muhammad alikuwa anakaribia kutupotosha njia ya haki ambayo wanaiona wao katika kuabudu masanamu na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Laula an sabarna, Allahu akbar. Wanajiambia lau si subra, sisi kushikilia katika kuabudu masanamu na kumshirikisha Allah, laula an sabarna, huyu Muhammad kada an yudhilluna. Allahu akbar, Allahu akbar. Amekaribia kufanya nini? Kutupotosha. Fa ahlul dhalal wanashikana kwa kuhimizana subra. Tufanyeni subra katika hii, tuko ndani yake. Bado tuendelee kuabudu masanamu, bado tuendelee na mlango wa ashirku billah. Wanafanya nini? Wanahimizana na kushikana katika kusubiri juu ya adhalal walio ndani yake. Ndio hawa hapa wanaambiana nini? Atarghabu an millati Abdul Muttalib, hivi waacha mila Abdul Muttalib? Subra, fanya subra, usikubali hili ambalo Muhammad anayo kuambia mambo ya tauhid. Hakadha ahlu ad-dhalal. Lakini alhidayah kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambia semeni la ilaha illa Allah, walimwambia nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuambiwa semeni la ilaha illa Allah, kalima ambayo mtafaulu nayo mbele ya Allah, wanashangaa. Wanamwambia nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Aja'ala al-alihata ilahan wahida, hivi huyu Muhammad ataka sisi tuache miungu wetu wote hawa tumwabudu Mungu wake mmoja? Inna hadha la shay'un ujab,
jambo hili Muhammad anatuletea huyu ni jambo la kiajabu sana. Shay'un ajib. Ujab ni sighatu mubalagha, ya kuonyesha yani kushangazwa kwa hali ya juu sana. Kaif hii miungu yote hawa ambao tuabudu siku zote ati tuache tumfuatie Muhammad, anatuletea mambo ya kiajabu. Fa alhidayah biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa mwanadamu anafaa amini ndani ya moyo kwamba uongofu inatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hii ndiyo maana al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ameweka huu mlango katika kitabu at-Tauhid. Tumeelewa inshallah? Tamam. Tusimamia hapa. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala turuzuku al-ilma an-nafi' wal-amal as-salih. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.